Aha, Zuhura, karibu sana. Asante. Umetokea wapi? Umetusikia wapi? Nimetokea Dar. Dar hapa. Umetusikia wapi? Gongo la Mboto. Umetusikia Gongo la Mboto? Yaani umetusikia Gongo la Mboto? Nimesikia umetokea wapi? Gongo la Mboto. Okay. Sisi umetusikia wapi? Niliona tangazo lenu Instagram. Okay, naomba utoe sauti. Ujala? Nimekula bado cha mchana. Aha. Haya, niliona tangazo lenu Instagram. Sawa. Wewe una utaalamu gani? Usafi na utaalamu wa kusafisha mazingira. Utaalamu ulisomea au una uzoefu? Hapana, nilikuwa nafanya kwenye shule. Unafanya kwenye? Shule. Kwa muda gani? Nimefanya mwaka. Mwaka. Shuleni ulikuwa unafanya usafi gani? Kama hivi kwenye garden hizi. Kwenye garden? Garden ulikuwa unafanya nini kwenye garden? Mazingira kama maua. Ulikuwa unafanya nini maua? Unaweka vizuri, unapanda kama majani yale unakatia vizuri. Unakatia? Kufundisha. Walikufundisha kukatia maua? Yaani kwenye garden unaiweka bustani ikae tu vizuri, yani ikae level safi. Sasa ili bustani ikae level unatakiwa kuifanya nini? Unatakiwa uiangalia ni kama hivi. Ukishaiangalia tu na macho basi imekaa level. Yaani kama hivi haijakaa sawa unaifyekea. Unajua kufyeka? Na kingine ulikuwa unafanya nini? Unapanda maua. Na maua ulikuwa unapanda? Kingine? Na pia nilikuwa nafundisha. Unafundisha? Unafundisha nini? Ilikuwa nursery. Nursery? Ulikuwa unafundisha watoto? Wewe una elimu gani? Form 4 umemaliza? Kwa watoto uliwafundisha kwa muda gani? Nimefundisha kwa muda wa mwaka. Mwaka. Kwa hiyo kazi yako ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? Nalipa 80. Ulikuwa unalipwa 80? Na ulikuwa unaenda na kurudi? Okay. Ulikuwa unapanda gari au ulikuwa unaenda kwa mguu? Nilikuwa napanda tu gari. Unapanda gari. Sasa 80 ukipanda gari kwa mwezi unabakiwa na shilingi ngapi? Haitoshi ndo maana. Okay. Haya, karibu sana Zuhura. Kwa malengo yako ya kuja huku kwetu? Malengo yangu ni kujitafuta, nipate msingi, nifanye biashara. Sasa kwenye kujitafuta huku umesikia kazi zetu ni za ndani, sio za bustani. Wala sio za nursery kufundisha watoto. Ingawaje watoto huku hapo wanahitaji malezi mazuri, lakini kazi nyingine ni za kupika na usafi wa ndani. Of course na nje pia, lakini huku kazi zinakuwa nafikiri zinaongezeka. Utaweza? Nitaweza. Utaweza kufanya? Naweza. Ulishawahi kufanya kazi za ndani? Hapana. Sasa itakuwaje? Unasemaje utaweza? Una confidence nazo. Una confidence nazo? Nini kinakupa confidence na kazi za ndani wakati hujawahi kufanya? Kwa sababu ndio sijawahi kufanya, lakini mazingira yaliyonizunguka na uwaga nazifanya kwa uweledi. Nazifanya kwa uweledi, ndio maana naona kama naiwezea. Sasa unazifanya kwa uweledi alafu unaona kama unaziwezea. Unajua ulichokijibu hapa? Ukisema unazifanya kwa uweledi ni mtu ambaye ni professional aliyosomea. Mtu aliyesomea kitu ndio anafanya kitu kwa uweledi, yani anafanya kwa professional. Uweledi ni professional. Sasa ukisema mazingira aliyokuzunguka anafanya kwa uweledi, unachotuambia hapo ni kwamba wewe ni kama mtaalamu wa hizi kazi. Kwa hiyo unaweza kuzifanya kwa ubora. Yaani nina idea nazo. Una idea nazo? Tuambie idea kama tuanzie malezi ya watoto, tuje kwenye mapishi na usafi. Una idea gani? Tuambie hiyo idea ulionayo. Utaleaje vipi watoto wa bosi? Watoto unabidi kwenye kuwakea kwanza. Na tuambie, ukisema kuwakea maana yake nini? Kuwajali. Maana yake nini? Unajua yani unatakiwa ujue mtoto anataka nini, mtoto anatakiwa afanywe kitu gani. Mara nyingi watoto wanapenda nini? Wanapenda kufanyiwa nini? Watoto mara nyingi wanapenda kama hivi wanapenda kuwa huru. Yaani kama hivi kufanya kitu. Kuwa huru?
Kwa hiyo hata akitaka kudumbukia kwenye nani, kwenye kudumbukia. Unasema watoto wanataka kuwa huru. Yaani hataki, yaani kama akienda kushika jiko. Hapana. Umesema watoto wanatakiwa wawe huru. Ndio nakwambia sasa uhuru upi? Uhuru gani unasema? Yaani katika mazingira anaokuwa. Yaani kama hivi ndio unaishi nao. Unatakiwa umsome anataka nini. Ndio huyo sasa unakuta anataka kuchezea visu, hapo ndo inabidi umcontrol. Kwenye makaro huko anataka adumbukie huko, si mtoto anataka controliwe, sio kwenda kuingia kwenye shimo. Okay. Sasa dada Zuhura na dada wengine, sisi tumewatengenezea huu mwongozo hapa kwa ajili ya kuwasaidia maarifa ya kujua watoto wanataka nini, watoto wanatengenezwaje ratiba zao, watoto wa umri gani na umri gani wanapaswa walelewe vipi. Yaani hii ni mwongozo wa kusaidia uweze kufanya hizi kazi vizuri. Sawa maana unaona nani Zuhura anababaika kwa sababu sio kitu anachokijua. Na wote nikiwauliza mtajibu hivyo hivyo kama Zuhura alipojibu. Hakuna ambaye ana ujuzi wa kupitiliza kusema anajua sana kitaalamu. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo lazima msome, mjifunze, kupata taarifa kwamba kumbe mtoto natakiwa niende naye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baada ya hapo ukiwa kazini unakuwa ni rahisi kufanya vile vitu kwa sababu tayari kichwani umeshavijua. Sawa jamani, hakuna mtu ambaye atafanya kitu ambacho hajikijui. Kwa hiyo kuna mwongozo, lakini ninachotaka niwaambie ukweli wa Mungu ni kwamba wadada wengi hawana kiu ya kujua nini anachotakiwa kufanya. Kwa sababu mwongozo una maeneo hayo makubwa 3 ya malezi ya watoto, namna ya kufanya mapishi mazuri, namna ya kufanya usafi mzuri. Lakini na masuala ya nidhamu tumeweka, kwa sababu kuna wengine anaweza akawa ni mzuri kwenye nidhamu, nzuri ile simu ya yule mama mlimsikia anamsifia sana yule dada yake. Akasema nidhamu ndio kibebeo cha nini? Cha hayo mengine. Unaweza kweli ukawa unapika vizuri, sawa, Mary, unafanya kazi zako vizuri, lakini kwenye nidhamu ukawa unaangushwa na matabia ya ajabu ajabu. Kwa hiyo pia tumeweka tabia gani ambazo mabosi wangependa kuziona unapokuwa kwenye ajira. Kuna tabia zako ambazo itabidi uziache hata kama unapenda kuwa nazo, lakini mpaka utakapokuwa na uhuru wako ukiwa nyumbani kwako, kwa mumeo au kwako binafsi, huko utaishi unavyotaka. Lakini unapokuwa kwenye hizi ajira, kuna tabia ambazo lazima uziache. Kuna tabia unatakiwa uwe nazo. Unaelewana jamani? Sasa kuna mwongozo huu, yule ambaye kweli ana njaa na shauku, anakiwa anataka kufanya vizuri, huyo ndo atakaye utafuta ili umsaidie. Lakini kwa wale ambao wanataka kuendelea kubaki hivyo hivyo na bado wanataka hela, utaendelea kupoteza hela. Kwa sababu hapa kwetu ukisimesoma mkataba wetu, hapa sisi hatuchezi. Ukienda kazini, ukafanya kazi miezi yako kadhaa, alafu kaleta uzembe kidogo tu tunakuondoa. Tukikuondoa unakosa hela. Sawa? Kwa hiyo utajikuta unapoteza hela zako kwa sababu hela ndogo ya kuweka hapa kwetu nafikiri ni 3,500 kama sio sikosei. Ukiwa traditional dada unaweka 3,500. Huu mwongozo unauzwa 50,000 tu. Kwa sababu tunataka mtu ambaye yuko serious. Sasa utapoteza 3,500 kama ni traditional dada kwa ajili ya kitu ambacho ulitakiwa ukijue mapema ili usikifanye, si ndio? Mwingine atakayefuata kama kuna smart hapa atapoteza 4,500. Kama kuna professional atapoteza 7,500. Ukifanya uzembe kidogo si hatucheki. Sisi tunataka watu ambao wako makini na kazi, wanafanya serious. Kazi wako serious. Kwa sababu sisi tuko serious. Sisi hatupotezi muda, si ndio? Tungekuwa tunapoteza muda tusingekuwa na watu ambao wanatuamini hapa kwa ajili ya kwenda kuwapelekea watu majumbani kwao, wakwenda kufanya kazi. Kwa hiyo ili usije ukapoteza hela na muda, hakikisha unapata mwongozo ili uweze kukaa kwenye mstari. Hivyo kwa faida yako. Utaki haina shida. Endelea kufanya kazi kimazoea kikawaida, ipo siku utakuja na machozi hapa. Kwa faida yetu wenyewe. Sawa jamani? Haya, Zuhura karibu sana. Asante. Wewe umeelewa vizuri tena, naona unachangia kweli kwenye hili la kwamba lazima upate maarifa. Lazima upate kitu kinachokuongoza ili ukafanikiwe. Na hakuna maajabu kwenye kufanikiwa, ni kuongeza tu maarifa kichwani. Sawa? Ndio ukasema mimi na uzoefu wangu huu nitapambana, hakuna. Sisi tunafanya kazi kiweledi. Ulitumia neno weledi. Weledi ni kuwa professional. Kitu chochote unaweza kukifanya professional kama utaamua sasa kukistudy kinafanyika vipi. Sawa Haya. Kwa hiyo Zuhura karibu sana. Haya.